Karibuni katika sehemu ya mwisho ya simulizi ya Adolf Hitler pamoja na vita kuu ya kwanza ya dunia na vita kuu ya pili ya dunia. Mimi ni Rachel Robin, hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata habari zangu. Sasa katika hii sehemu ya mwisho tutaangalia jaribio la Hitler kutaka kuuliwa. Sehemu iliyopita tuliangalia sehemu ya 3. Tuliangalia jinsi Hitler alivyotaka kuwaua viongozi Urusi, Marekani pamoja na Uingereza. Na jaribio lile likashindwa. Operation aliyoita Operation Long Jump ikashindwa. Ilikuwa ni mwaka 1943. Ilipofika mwaka 1944, vita ikiwa inaendelea katika maeneo mbalimbali ya vita kuu ya pili ya dunia. Mwaka 44, yeye sasa akawa tayari anaelekea kushindwa. Tayari imeshaonekana kabisa kwamba nguvu zimemwisha kikubwa. Upinzani ukazidi. Kwa hiyo upinzani ulipozidi ndani ya Ujerumani, yani wao kwa wao, kwa kuna upinzani mkali. Wengi wakaanza kumpinga wanasiasa wenzi kwamba ona vita tumeshindwa, tunaelekea kushindwa na nini. Kwa hiyo mambo yakawa mengi. Na baada ya hapo sasa wakaona sasa huyu tutamtoaje madarakani ili sisi tuombe suluhu na mataifa haya ya magharibi, alafu pamoja na Urusi, alafu maisha yaanze upya. Tutamtoaje? Wakaona tumpangie mauaji. Kwao walimpangia mauaji ya aina nyingi, lakini sasa moja ya mauaji ambayo yalisikika sana ndio haya ambayo nataka nikusimulie sasa hivi. Ilikuwa ni tarehe 20 ya mwezi wa 7 mwaka 1944. Adolf Hitler akiwa hana hili wala lile. Kumbe kuna mmoja wa watu wake wa karibu akawa amemgeuka, kaamua kupanga kumlipua. Kwa hiyo Adolf Hitler alikuwa yuko na wenzie katika kikao, katika chumba cha kikao. Sasa walipokuwa wamekaa kule kwenye chumba kile cha kikao, mwenzake akaingia akiwa na briefcase. Kumbe lile briefcase lina mabomu ndani yake mawili. Sasa alipoingia, kwa hiyo kwa kuwa unajua huyu ni mwenzao, kwa hiyo wakasalimiana na akaingia na kuendelea na kujifanya kwamba anaendelea na kikao. Sasa lile briefcase akawa kaliweka karibu na Adolf Hitler alipokaa pamoja na walinzi wake na wapambe wake. Lakini kwa bahati nzuri ikawa ni kwamba kikao kile kilikuwa ndo kimefika ukingoni. Kwa hiyo alipoliweka lile briefcase kabla halijalipuka, Adolf Hitler pamoja na wenzie wakawa wamenyanyuka sasa wanatoka katika kile chumba cha mkutano. Kwa hiyo ile wanatoka hawajafika mbali, lile briefcase bwana, bomu la kwenye briefcase likalipuka. Kwa hiyo kile chumba chote kikawa moto mtupu. Kwa hiyo wapambe wa Hitler ambao walikuwa bado wamebaki ndani ya kile chumba cha mkutano walikufa pale pale. Lakini Adolf Hitler na wale wapambe wake wengine ambao walikuwa wametoka naye hawakufa, ila walipata tu majeraha. Yeye mwenyewe Adolf Hitler kwa kuwa alifika mbali kidogo alipata tu michubuko kidogo kutokana na vitu vile vilivyokuwa vinarukaruka vikamchubua. Kwa hiyo hakufa. Sasa wale wapambe wengine waliokuwa kwa mbali sasa, wale wauaji waliokuwa kwa mbali, walipoona kile chumba kimelipuka, wakaona sasa Adolf Hitler ameshakufa. Kwa hiyo wakawaambia wenzao waliopanga nao njama kwamba jamani huyu mtu ameshakufa. Kile chumba kimeshalipuka. Kwa hiyo wakajua Adolf Hitler kafa, na hatimaye wakatangaza katika vyombo vya habari, jamani Adolf Hitler kafa kwenye mlipuko, sasa nchi iko chini yetu. Kwa hiyo inasemekana wakaanza kuteka maeneo muhimu kama ofisi za serikali, polisi, mji ule wa Berlin, mji wa mkuu wakauteka. Sasa Hitler amekufa, nchi iko chini yetu, hivi na hivi sasa inabidi mwanze kufuatisha kile ambacho sisi tutawaambia. Watu wakiwa wamepigwa na taharuki kubwa. Kumbe kama nilivyosema Hitler hajafa. Na kwa kuwa Hitler hajafa, Hitler alichokifanya akahakikisha ana organize nguvu zake, wafuasi wake haraka wakuu wa majeshi, mapolisi na nini ili waweze kuwakamata wale watu haraka. Kwa hiyo hakuwa na tabu ya kuanza kuwatafuta kwamba ni wakina nani wamehusika, kwa sababu wahusika walishajitangaza wenyewe haraka kusema kwamba nchi iko mikononi mwao. Kuhisi Hitler ameshakufa. Kwa wale waliojitangaza wote waliosema kwamba nchi iko mikononi mwao ndio wakawa sasa wahusika. Kwa hiyo haraka sana ndani ya masaa wakakamatwa wote. Hitler akasema nyie mmejitangaza kwamba nyie sasa ndio mnaongoza hii nchi, kwa kumbe nyie ndio wahusika. Kwa hiyo wakakamatwa
walivyokamatwa na waliuliwa, ile kwamba wamepanga kwa mstari, kila mmoja akaanza kumiminiwa risasi. Haikuishia pale, ulianzishwa msako mkubwa sasa wa kuwakamata. Yani hata kama kuna mtu tu ulikuwa umesikia tu juu ya hizo fununu za watu kutaka kumuua Hitler afu kanyamaza, msako unakuhusu. Kwa hiyo inasemekana walikamatwa watu karibu 7,000 katika huo msako, na inasemekana watu zaidi ya 4,000 waliuliwa kwa kuambiwa kwamba wamehusika. Kwa hiyo ilikuwa ni operation ya aina yake, na Hitler aliweza kushughulika na wale wahusika kwa namna yake. Basi wakati haya yote yameendelea, na hiyo kama nilivyosema ilikuwa ni mwaka 44, Hitler anazidi kuishiwa nguvu kijeshi, na hatimaye kufika mwaka 45 akawa kaishiwa nguvu kabisa kijeshi. Warusi wakawa wameingia katika mji wa Berlin na wameweka bendera pale ya Soviet ya Red Army pale Berlin, na hatimaye Hitler akawa ndio mwisho wake. Na kusikia kwamba Warusi wameingia mpaka Berlin, Hitler akaamua ajiue yeye pamoja na mpenzi wake ambaye walifunga ndoa nafikiri lisali moja au siku moja kabla. Kwa hiyo akaamua kujiua wakiwa tayari wako kwenye ndoa, na basi ili asikamatwe na maadui, kwa akaamua kujiua. Katika hii vita yalifanyika mengi sana. Kulikuwa kuna mbio humu ndani za Warusi na Wamarekani. Moja ya mbio zilizokuwa zinakimbizana humu ndani ilikuwa ni ya kuwachukua wanasayansi wa Adolf Hitler. Kulikuwa kuna watu wanakimbia, wakimbizi wanakimbia huku na huku. Sasa wanasayansi wa Adolf Hitler walikuwa ni wanasayansi wazuri sana. Hitler alikuwa na teknolojia ambazo ziliwashangaza Wamarekani pamoja na Warusi. Yani Wamarekani na Warusi wao walikuwa hawana, alafu Hitler anazo. Kwa hiyo kitu iliwashangaza sana. Maendeleo haya ya muda mfupi Hitler ameyafanyaje, yani ameyapataje? Kwa hiyo wakawa wanawataka wale wanasayansi. Kwa hiyo Marekani akawa yuko busy kuwai wanasayansi wa Hitler awachukua wapeleke Marekani haraka haraka ili Mrusi asiwawai. Mrusi naye akawa yuko busy kuwawai awapeleke Moscow ili Marekani asiwawai. Kwa hiyo baada ya vita kila mmoja akajikuta anao wanasayansi wa Hitler na wakaanza kuwatumia. Wanasayansi wa Hitler ndio waliofanikisha sana katika wameifanikishia sana Marekani katika teknolojia ya anga. Hata katika teknolojia ile ya kupeleka sijui mtu mwezini sijui hivi na hivi, mambo mengi sana ya anga ni wanasayansi wa Hitler Marekani amewatumia kwa muda mrefu sana, mpaka wengine wakaja tu kufa wenyewe kwa uzee. Mrusi naye aliwachukua akawatumia katika swala zima la utengenezaji wa makombora, lakini Mrusi inasemekana aliwatumia kwa muda kama miaka 2 hivi au 3 akaachana nao. Lakini Marekani aliwatumia kwa muda mrefu sana, wakaja kufa wenyewe kwa uzee, na kuna wengine walikuwa wanapewa mpaka tuzo. Umeona? Lakini sasa kwa wale ambao si wanasayansi, yani hauna faida yoyote kwa Mrusi na Marekani, na ulikuwa ni mwanasiasa katika chama cha Nazi cha Hitler, ilikuwa ni kukamatwa na kufungwa. Umeona? Kwa hiyo yule mwenye faida ndio alikuwa hafungwi, lakini asiye na faida ni kukamatwa na kufungwa. Umeona? Lakini pia document inasemekana document za kutengenezea nuclear za Hitler nyingi sana zilichukuliwa na Wamarekani. Ndio ziliwasaidia sana Wamarekani kutengeneza bomu lao la kwanza la nuclear, au yale mabomu yao mawili ya nuclear ambao walikuja kulipua pale Japan. Hivi ndivyo inavyosemekana. Ni document nyingi walibeba katika vita ile ya dunia wakati wanapigana na Hitler. Sasa wakati Marekani wanabeba zile document, kwa hiyo Warusi nao wakapata fununu kwamba Marekani wamebeba document hapa kwa Hitler wanatengeneza nuclear. Kwa hiyo nao wakapenyeza majasusi wao ndani ya wale wanasayansi wa Kimarekani wanaotengeneza sasa nuclear, wakapenyeza majasusi wao. Kwa hiyo unaambiwa ile ilikuwa ni siri kubwa sana Wamarekani waliifanya wakati wanatengeneza nuclear zao za kwanza, kiasi kwamba inasemekana hata makamu wa rais wa hapo Marekani alikuwa hajui. Ilikuwa ni siri kati ya rais na wanasayansi tu. Viongozi wa siasa, makamu wake wa rais alikuwa hajui. Lakini walichokuja kushangaa ni kwamba Warusi wamejuaje siri ambao hata makamu wa rais alikuwa haijui. Hivi ndivyo inavyosemekana. Kwa hiyo kupo Warusi tayari nao walikuwa wameshajua, wamepeleka majasusi humo ndani, wanatizama kila kitu wanachokifanya Marekani, kila kitu ambacho kinasoma kwenye madokumenti ya Adolf Hitler kinatizamwa, wanawapa taarifa Warusi. Kwa hiyo Warusi nao wakaanza kutengeneza yao. Kwa hiyo Wamarekani wakaonyesha dunia na kumlingishia Mrusi kwamba wao ndio wagunduzi wa kwanza. Kwa hiyo Warusi nao wakaja wakaonyesha mapigo kwamba na sisi tunayo. Hivi ndipo walivyokuwa wakishindana Warusi na Marekani. Kwa hiyo vita ilipoisha, na hii vita ilisha mwezi wa 9 baada ya kumpiga Mjapani. Kwa hiyo Marekani na Warusi wakarudia sasa katika uadui wao kama kawaida, na kukawa na mashindano makali sana hapo. Sasa ikaanzishwa vita baridi kati ya Marekani na Warusi, wanakutania katika uwanja mwingine.